Bwana, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote ulipo, tunatumaini mzima wa afya. Langu jina naitwa Ngoji, na ndani humu leo bwana siko peke yangu, niko na ugeni, lakini pia tumeambatana na mzee wa tatu. Mzee wa tatu. Niko hapa. Yule dada alisema babu tatu. Babu tatu. Alitisha sana. Bwana, kwanza habari za mizunguko ya hapa na pale? Habari za mizunguko njema. Tunaendelea vizuri, tunaamini kwamba ni siku nyingine tena ambapo tunakutana na familia nzima ya wanaheka heka. Kujua kipi ambacho hatupoi. Tulikuwa tumewaahidi wapenzi watazamaji wa Asili Yetu TV wanaheka heka, kulingana na kile ambacho tulikuwa tumekijadili kupita kwenye kipindi chetu kilichopita, kwamba tutatafuta muhusika ambaye ni bwana Brown Muhenga. Tukasema tutamtafuta bwana Brown ili kujaribu kutujuza kipi ambacho kinafanyika kwenye hizi sanaa zetu. Tujaribu kuzungumzia sanaa Njombe. Kuna watu ambao hawapendi tunavyozungumzia, lakini sisi lengo la kuzungumzia ni kujaribu kujenga. Kwa wale ambao tunaona wanakengeuka, basi warudi kwenye njia ambayo inakuwa ni sanifu kwa ajili ya kufanya kazi zilizo bora zaidi. Leo na kesho basi tuzidi kupata wawakilishi wa sanaa walio bora zaidi. Tunatamani Tanzania iwe na wakilishi 5 au 6 kutoka mkoa wa Njombe. Tuna wasanii wengi mno. Bwana, karibu sana. Brian, asante, mimi nimefika. Muhenga mwenyewe. Inawezekana. Bwana, karibu sana. Kwa mara ya kwanza kwa ndani ya mic za Asili Yetu TV, unasikika. Lakini kuna wengine hawafahamu, labda unaitwa nani, ukajitambulisha vizuri, lakini unahusikaje kisanaa? Tunaposema Muhenga, wasije wakasema ni kababu tu zamani kalima parachichi. Hapana. Tunakuwa tunamaanisha Muhenga katika tasnia ya sanaa. Lakini watu wanataka wajue unaitwa nani, unahusikaje kwenye sanaa, kwa nini unaitwa Muhenga? Kwa majina naitwa Brown Ngimbuti aka Sa Comic. Mimi ni msanii wa filamu. Anacheza filamu za hizi series na serious comedy. Comedy yenyewe nipo humo. Kuna ile stand up comedy unacheza nani? Nataka tucheke kidogo humo. Anaweza kucheza ila sio kwa saizi. Umejiandaa? Yes. Inahitaji maandalizi. Kweli kabisa, kwa sababu sijawahi ifanya. Bwana Brown, yes. Mara nyingi umekuwa mstari wa mbele sana kwenye magrupu ya kijamii haya, hasa WhatsApp ambayo yametengenezwa na wasanii. Kitu ambacho utakapokiona kwamba hiki kitu hakiko sawa, umekuwa ni mtu ambaye hufumbii macho. Why? Mimi nimeanza sanaa, ndio maana umeniita Muhenga. Sio kwa maana ya umri. Umri mimi bado mtoto wa juzi tu. Sina miaka. Mtu mzima dawa. Kisanaa mimi naweza kusema inawezekana ni Muhenga kwa sababu tumeanza miaka mingi. Kuna watu ambao tumeanza nao ni wengi, wengine wapo, wengine washakufa, wengine ndio hivyo washaachana na sanaa. Ila wengine bado tunaendelea. Kwa nini nimekuwa kipaumbele kuwashtua watu, kuwakumbusha wapi wanafeli, wapi wanafaulu na kipi labda wakifanye. Mimi najua madhara ya kufanya sanaa kienyeji. Mimi binafsi huwa sipendi watu wanafanya sanaa, wanawekeza, hafu mwisho wa siku wanapotea tu, yani anapotea tu, yani anapotea kwenye mfumo bila sababu za msingi. Sasa ninapoona huyu mtu anafanya kitu ambacho najua hiki kinaenda kumpoteza, lazima nimwambie mapema. Ina maana sasa hivyo inakuwa kama ni vidonge, kwamba mtu unamwahi kumjibu kama hajazidiwa. Vidonge hivi hapa bwana, kama utavimeza utavitupa wewe tu. Kwamba ninachokiongea naamini kwamba ni kitu ambacho kinaweza kumponya msanii. Sababu najua matukio yanayofanyika sasa hizi yalishafanyika muda mrefu. Na unajua madhara. Najua yalifanyika kwa mafanikio au kwa kufeli. Najua. Yani negative na positive effect ya haya yanayofanyika naijua vizuri.
Hebu tuanzie hapa sasa, Brown. Kwa sasa tangu ulipoanza we sanaa, unavyoifahamu sanaa ya Njombe na hapa tulipofikia, kwa ujumla tu, kwa sanaa zote, haijalishi mtu anaigiza, anaimba, anafanyaje, anachora, unaona sanaa ya Njombe inaelekea wapi? Inakuwa imeganda pale pale au inazidi kuporomoka? Kwa 100% naweza kusema inazidi kuporomoka. Okay. Haipandi. Haipandi. Yaani kama sio kuganda pale pale basi inazidi kushuka. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nafanya filamu. Ndio. Naigiza, nishawahi fanya filamu zangu kadhaa. Ila 1% kubwa mimi napenda kudili na wasanii wa muziki. Wa muziki ndio ni watu ambao wanamuziki sana sana wa hii Njombe. Ni wasanii ambao mimi nawafuatilia na kuwazingatia mno kwa sababu napenda mwisho wa siku yani wawepo wasanii kadhaa wakisimama da kule. Unasema Njombe hii hapa. Niwe proud kwamba huyu msanii wetu tulikuwa naye huyu. Okay. Unaona? Sasa tangu mwaka naanza mimi 2010 mpaka saa hizi sioni kama kuna msanii wa Njombe ambaye anaweza kasimama akaiongelea Njombe kisanaa au ukitaja Njombe kisanaa kwa haraka sijajua, labda nyinyi pengine tunafuatia kwa pamoja, sijajua kama wapo kwamba mtu akisimama hapa akimtaja fulani inakuja wazo kwamba Njombe hii. So yani tofauti na wenzetu labda wa Mbeya, wa Songea, Arusha, Mwanza, ukitaja tu nani Mbeya Boy Chuma anaweka hii Mbeya hii. Hata thing nakuja Mbeya moja hii. Wakina Leivani. Wakina nani yule dogo wa Ruvuma yule nani? Yule dogo anacheza na mpira hivi. Yule pale. Akitajwa tu unajua huyu Songea moja hivi. Tuje Njombe tangu ametoka B2K kama vile amebaki yeye tu peke yake kama muhimili, anakosa zile support za pembeni za kuwakilisha mkoa wa Njombe. Upande wako kipi sana kinawafilisha wasanii hususan wa Njombe? Kwa wasanii wa muziki kikubwa zaidi sio watu wa kushaurika. Okay. Yaani mtu akishalipata wazo lake analiamua yeye, anaenda kulifanya vile anawaza yeye. Unaona? Sisi kwenye filamu tunaandika story, tunaihakiki, tunaandika script, tunafanya na vitu vingine ndio tunashirikishana, si ndio? Sasa msanii wa muziki akishaandika yeye ni kwenda studio. Na vile studio zetu zimekaa zinasubiri wateja. Okay. Sawa? Maproducer waangalie kwamba huyu mtu nafanya naye muziki anaofanya unaendana na yeye, sauti yake inaendana na alivyo, au huyu msanii anataka kufanya collab na mtu fulani. Je, hii collab inaweza kwenda? Chemistry zinaendana? Unaona? Yaani hawataki kushaurika. Imagine mimi kama nakumbuka kwenye group leo nilikuwa namuuliza dogo moja sasa amefanya achana na Vanti Boy. Kwa dogo mwingine anaitwa nani, nilikuwa na chat naye nikamuuliza kwa nini umefanya nyimbo na Mtafya? Ananiambia Mtafya anajua. Nikakwambia kwa hiyo Njombe hii Mtafya peke yake ndo anayejua, ndo umeona kwamba anaweza kufanya nyimbo na wewe ikaenda. Akawa na majibu ya kona haelewi. Either amefanya nyimbo na Mtafya kwa sababu yupo ndo anayepatikana. Sasa msanii ambaye yeye inabidi afanye naye nyimbo ili yeye yuko mbali, atamletaje? Anashindwa. Okay. Kuomba mawazo yeye nafanyeje? Either yeye inabidi afanye nyimbo labda na Mbosso, si ndio? Okay. Kuna wasanii hata kama hawana kiwango kile cha Mbosso, kuna wasanii wanaofanya nyimbo za aina ile ambao anaweza kafanya naye nyimbo yeye ikaenda kwa vile anataka yeye. Ila sasa kwa sababu Mtafya yupo, Mtafya yupo hapa, nafanya naye ngoma. Wanapenda kufanya kinachowezekana muda huo, kilichopo karibu, kinachotakiwa wanafanya kinachowezekana badala wafanye kinachotakiwa. Yes. Okay. Kwa hiyo tuzungumzie mfano kolabo ambayo kwa urahisi tuwe active zaidi, kolabo ambayo imezinduliwa juzi ya Dogo Vanti Boy akiwa amemshirikisha Mtafya. Ukisikiliza, achana na maudhui labda ya video na nini ambayo ni mambo tutakuja kuyazungumzia baadaye upande wa director, lakini kwa hapa kwenye sauti, mtindo, aina muziki, uimbaji, mpangilio wa mashairi na nini, unaona vipi? Dogo kalamba dume au chali?
hapo 50-50. Okay. 50. 50-50. Kwamba aliyenufaika zaidi kwa yani nikisemea kwa ujumla wa ile nyimbo aliyenufaika zaidi ni huyu dogo aliyefanya na Mtafya. Okay, Vanti amenufaika Kalamba Dume. Kwa sababu mimi siamini kama Mtafya na Vanti msanii mkubwa pale na ni Mtafya, si ndio? Ina maana Mtafya ametumika kumtangaza dogo. Kabla ya kufika sasa chemist Bwana, tuko na mambo mengi ambayo tunaweza kuzungumzia, lakini siku ya jana bwana, majira saa 12 kuelekea saa 1 hivi, mzee ulikaa ukatengeneza grupu la kwako Waraka. Tulianza kuchora kwanza jina la grupu bwana. Kwa nini tulipa grupu sanaa kwanza Njombe? Inawezekana labda nyie amkuwepo kwenye ile grupu. Na niliona kweli jana ulivyoingia ukapost kama grupu ni jipya, ila grupu ile ilianzishwa toka 2014. Bwana we, watu wanasiri. Kuna kushuka na kupanda, kuna muda unajua mambo ni mengi. Mimi kama admin mkuu naweza nikauza simu nikapoteza na vitu kama hivi, au kuna muda naweza kawa labda vitu vya msingi kwenye grupu vinakuwa havipo, kwa hiyo grupu linapoteza uhai. Ile grupu lipo toka 2014 na lilianzisha lilikuwa na wasanii wengi sana. Kwa hiyo limekuwa likipotea na irudisha, likipotea na irudisha. Lile lilikuta wewe lilikuwepo, ila kuna wasanii wengi hasa wa saizi hao hawakuwepo, ndio maana nikawa vijana kwa pamoja. Bana, kwenye waraka wako sasa huwa unawaza nini kuandika ule waraka, kwa sababu ule waraka wa jana ni mzito? Kwenye waraka wa jana nilicholenga kwa asilimia, mimi nilihudhuria kwenye event ya uzinduzi. Unaona, nilivyoingia kwenye ile tukio niliyoyaandika ndio mapungufu niliyoyaona. Nilichofikiria kukiandika ni kama kutapika vitu ambavyo niliwaza ni vitu vyepesi ambavyo yani kutovifanya ilikuwa jambo rahisi tu, ila wamelazimisha. Kuanzia kuzindua video kwenye eneo kama lile. Mimi binafsi sikufikiria kama naweza kuzindua video sehemu kama ile. Video ambayo unatarajia mashabiki waje waione video. Yani unajua unavyozindua ina maana kunatakiwa utulivu fulani, watu waizingatie video. Pengine hata audio ukua umeitoa, unatoa video na audio, sio? Watu watulie waisikilize. Sawa? Hasa naenda sehemu ambayo tayari watu wameshaanza kupoteza akili zao za asili. Wako na akili bandia. Wapo na akili walizokutana nazo pale pale. Kwa hiyo unakuta mara nyingi ukiwa maeneo yale una lengo la kufanya kitu kizuri, ni kuzindua video. Sio tatizo. Unakuta MC anakuwa mara nyingi anahamasisha, jamani utulivu. Sekunde sifuri utulivu jamani. Sekunde sifuri utulivu jamani. Unaona? Sasa ni kitu ambacho mimi binafsi niliona kama kuna tukio alishawaifanya ile Sharobaro kama nakumbuka. Uzinduzi wa ile Kipaji sehemu ya 5 kitu kama. Ndio. Alichukua ukumbi tu wa kawaida ambao watu walijaa, mashabiki, wasanii, media, zilikuwa kibao na wengi tulihudhuria. Ilikuwa tukio fulani hivi, ni tukio dogo ila la hadhi kubwa. Ina maana watu wote waliofika pale wameenda kwa ajili ya uzinduzi. Sasa mimi nilienda pale kwenye uzinduzi. Utaniambia mimi nimeenda kwa ajili ya kuzindua? Ulienda kusaini kugonga kamvinyo. Na hiyo mimi ndo nimepata ujasiri wa kusema. Wengine wanaweza kaa na waza tu hawezi kusema. Mimi naamini wasanii wote ni familia, kwa sababu tunashauriana kwamba nyinyi mnachofanya, mimi ninachofanya, lengo letu tunapenda sanaa yetu iwe inakuwa. Msanii wetu akienda juu na sisi tutajivunia kwamba mimi Mzee wa Tatu, sisi kama asili yetu, huyu msanii tushawahi mfanyia interview, tulipromote tukio lake la uzinduzi, ndio liloenda, hatuwezi jua video itampeleka. Lakini Mzee wa Tatu, hii kasumba bado iko sana mkoani Njombe na inazidi kuwatafuna wasanii. Lakini ukiangalia hili tukio la Vanti alilofanya, kumbukumbu yangu mimi ni tukio la pili. Lilitoka tukio la kwanza lilikuwa ni Chuchu alizindua Waongo. Ilizindua pale. Tulipiga kelele, lakini baada ya kupiga kelele
nakumbuka ilifika mahali mpaka meneja wa eneo lile husika kuna kauli ambazo alizitoa kidogo kama vile sisi tunamharibia biashara. Nakumbuka, lakini leo hatukupiga kelele sisi, amekuja Brown kaona naye hana kaba shingo, friji lake bovu likatoa. Kwa hiyo tafsiri yake vitu kama hivi ni vinafanyika na watu wengi wanatamani kuongea, lakini wanakuwa wanarushiana tu kwamba nani aseme. Okay, kwa hiyo ni vitu ambavyo nafikiri kwa upande wa wasanii wetu wajifunze, kwa sababu kama umebahatika kupata watu wawili watatu ambaye wanatoa kauli za kukosoa vitu kama hivi, basi panapokosolewa kuna haja ya kurekebisha hizi tafsiri, angalau event hizi zikafanyika kwenye mazingira ambayo yanakuwa yanashawishi hata wawekezaji, kwa sababu inafika mahali kuna watu wadau wa muziki hawezi kwenda maeneo kama wale, wenyewe sio waumini au sio wadau wa maeneo kama wale. Hata namna kwenda kuwaomba support kwenye muziki, alafu naambia unazindulia hapa, niko baa fulani, niko baa kwa mzee wa tatu nazindulia hapa. Kwa hiyo inafika mahali hawezi kuja. Saa nyingine tunalalamika watu hawatusupport, lakini kumbe hata mazingira tu ambayo tunafanya maandalizi yetu yanakuwa hayako rafiki. Okay. Kuna vitu ambavyo Brown pia aligusia, nilikuwa nataja katika vitu vingi alivyoviongea katika waraka wake, aligusia kuhusiana na namna kusapotiana na kuwa shabiki. Akasema kwamba wasanii wasiwe mashabiki wao kwa wao, lakini wasapotiane. Labda tufafanulie ulikuwa unamaanisha nini? Mimi nimalizie kwanza la nyuma. Kwamba event ile imefanyika pale. Imagine asili yetu tu wameona kwenda pale, watakaa wapi? Yaani utamtambulishaje kwamba asili yetu hapo hapa? Yuko hapa. Utaenda kumtafuta kule nyuma uani kule? Au utaenda kule counter? Au utaenda kuchungulia pale yuko wapi? Hivi pale kama angekuja mgeni rasmi anakaa wapi? Ni nani kwanza mgeni rasmi? Labda mimi. Mgeni rasmi labda niwe mimi. Sasa pale mgeni rasmi utamkaribisha? Unasikia? Mgeni rasmi kwanza hapakuwa na mgeni rasmi nilivyoona mimi. Wageni wenyewe waliokuja walikuja wageni wa aina ya pale sasa. Okay. Na wameshachangamka. Hata mimi sidhani kimuuliza Vanti kama mimi aliniona au alifikiria kwamba nimeenda kwa ajili ya uzinduzi wa video. Unaona? Lazima najua huyu ni kama kawaida, ameenda kunyonya mtungi. Kwa sababu nikwambie kitu mzee matatu. Pale wewe ukwenda, mimi nilienda, sawa? Okay. Umuulize Vanti Boy mpaka saizi ana tathmini ya makadirio watu wangapi waliohudhuria event yake. Swali la msingi sana. Akikupa jibu na mimi utaniuliza nikujibu. Yaani kwamba atashuti video, atapiga picha, je, wale ni watu waliohudhuria uzinduzi wa video? Walienda kwa ajili ya uzinduzi wa video? Okay. Atukio husika? Unaona? Imagine yani wasanii wako pale, wasanii walikuja wengi. Na wapongeze wasanii, wanajitoa sana. Wanajitoa. Sawa? Wamefika wengi. Ila kuna wengine inawezekana yeye mwenyewe kuwaona. Okay. Kwa sababu ni sema ambayo imechanganyika. Kwanza wahudumu wengi. Wateja wengi. Wengine tunaenda kwa nia njema tu. Tukahudhuria uzinduzi. Shetani anapita na sisi. Yaani mambo ni mengi. Changamoto ni nyingi, sio lazima tuseme zote. Changamoto ni nyingi. Ukiangalia kwenye changamoto kama kwanza wanachoepuka, wanachoepuka ni nini? Yaani ni gharama au wanakwepa nini kutafuta mazingira ya kuandaa event zao mpaka waende kwenye viwanja kama vile? Wanakwepa nini? Mimi sielewi na hisi kuna vitu vitatu kama sio viwili. Cha kwanza, either msanii anajiona yupo kimo fulani hivi. Kwamba nikiandaa labda nikichukua ukumbi sehemu fulani, niandae event nitakuwa labda sina watu. Sasa niunge nao watu waliopo. Kwa ni hofu ya maandalizi. Alafu kingine ni kukosa ushauri. Kama mimi naamini mzee wa tatu ni mwanafamilia. Ni mwanafamilia wa kufuatilia haya matukio. Kwenye event za wasanii. Asilimia kubwa wahudhuriaji
ni wasanii wenyewe. Kwa hiyo yule Vanti Boy alikuwa na uwezo wa kuchukua ukumbi mdogo akaalika watu anaoweza yeye. Hata wasanii wakija full kaonekana kweli wasanii hao wamekuja kwa lengo la kuzindua video, si ndio? Kwa hiyo kingine wanachokosea ni kuto kuomba ushauri. Shirikisha, pengine mimi huniamini au ankoje hapa hakuamini. Mchukue mtu yote naye muamini wewe ambaye yupo kwenye mfumo, bwana yeye nataka kufanya hivi na hivi. Watu waliofanya matukio kama wapo wengi. Washirikishe. Lakini mimi naweza nikasema tu, unaposema kwamba hawapati ushauri, mimi naweza nikapingana na wewe. Huenda wanapata ushauri lakini wao wanawauliza, hawana elimu ya sanaa. Yaani anaenda kuuliza watu sawa. Labda amemfuata labda meneja wa eneo husika, anamuomba ushauri. Yule lazima avutie kwa sababu anataka biashara yake ionekane. Sasa ndugu yangu, wewe unaenda kuzindua video, unaomba ushauri kwa meneja wa bar. Ndio yale nilikuwa na chat na Ankoji muda fulani, nikasema je, mimi naenda kuzindua Hombolo Wine. Kuna Hombolo Wine imetoka mpya, si ndio? Naenda kuzindulia ukumbi wa kanisa la TAG. Mimi nazindua video ya wimbo wangu. Naenda kuomba ushauri kwa meneja wa bar. Inakuja. Tunarudi pale kukosa ushauri au kukosa ushauri kukosa washauri. Sawa. Sasa hapa Brown tutofautishe kitu. Hawa watu wa bar wametengeneza mazingira hadi stage. Ile stage ni kwa ajili ya nini? Kwamba wasanii hapa wapewe elimu kati ya uzinduzi na kutoa show. Nini, yani utofauti wake ni nini? Kwamba show inaweza kufanyika bar, haina shida, au uzinduzi wapeleke huko au uzinduzi uje huko? Mimi pale stage ni nzuri, stage kubwa. Ila naamini hata mwenye ofisi mwenyewe hakutengeneza ile stage kwa ajili ya kuzindua video. Ile stage aliandaa kwa ajili ya wasanii kuperform. Ndio maana kama mtakuwa unazingatia wasanii wao wanaitwa pale, wanaenda kupiga show bure for free kulingana na aina ya stage iliyopo na aina ya mazingira yani yaliyopo. Sehemu kama ile nyomi la watu lile huwezi kwa sababu wahudumu ni robo tatu, wateja robo. Huwezi ukasema hivi watu walipe kiingilio, wahudumu tawaacha nje. Sio, mnanielewa? Karibia kila wiki. Yani for free. Jamani hapa na hapa kujeni kunywa nini, burudani ipo. Msela tatu atakuwepo. Hamna kiingilio. Alikuwa na maana nzuri tu. Kwa hiyo tafsiri ni kwamba stage ipo, jukwaa lipo. Jukwaa limejaa meza na viti na vingine vinavyoendana na pale. Vimejaa wahudumu na wateja kadhaa. Utasema hivi hapa kiingilio hata 2000 huwezi kupata watu. 2000 wataingia wateja 15. Kwa hiyo tafsiri yake wasanii ni kwamba wanafanya show bure au wanalipwa pesa kidogo kwa sababu hatuweki kiingilio ili wafanye nani free. Kwa hiyo free inakuwa ni kwa msanii au free ni kwa ule mteja anayeenda pale ndo anaingia free? Free mteja anayeingia pale, lakini msanii amelipwa yeye. Msanii amelipwa hela. Yeye anajua, yeye mwenye ofisi anajua anapatia wapi. Anapatia wapi hela. Kwa hiyo hata ndio maana mimi nafikiria hata ile event inawezekana walilipa au hawakulipa. Ila yeye mwenye ofisi anajua hela anaingilia wapi. Kuna watu kama sisi, mimi binafsi pale nilikuwa naingia mara ya kwanza. Na mtungi nilinyonya, nilinunua pale. Ndio faida sasa ya mwenye ofisi. Kwa hiyo nilichokigundua mpaka sasa hivi kutoka kwa mdau wa sanaa kwamba hawa wasanii ambao wanataka kufanya uzinduzi wa video watofautishe kati ya uzinduzi na kupiga show. Baliano maalum anapiga show, anaondoka. Lakini anapokuwa na jambo lake yeye kama la kisanaa, atafute eneo, aite wadau wake na mashabiki zake wamalize huko. Nafikiri kile pia ni kipimo kizuri. Hata ukija kumuuliza msanii kwamba ulizindua video ulikuwa na watu wangapi, ukisema nilikuwa na watu 300, anayekuuliza swali anaweza kukuuliza tena swali lingine kwamba ulifanyia wapi. Alafu ile naona ni nzuri, itakusaidia hata unapohitajika kwenda kutoa burudani mahali. Ni rahisi wewe kupanga bei yako kwamba mimi show yangu napiga kwa kiasi fulani, kwa sababu unajua
wanaokufuatilia, mashabiki zako na wadau na wewe unawajua. Kwa hiyo unakuwa na kipimo fulani ambacho unajua kabisa mimi na wadau wangu 100 au 50. Kwa hiyo hao 50 ili kwenda kuwaburudisha na burudisha wa shilingi laki. Tuangazie kwa upande wa wasanii wakubwa ambao wamebeba taifa hili ambao wanajulikana. Je, wamewahi kuzindulia video hizo sehemu kama hizo? Tuliona hata B2K ambaye ndo kioo cha Njombe ambacho nafikiri kwa ni mwaka huu ni mwaka huu nafikiri kwa mwezi wa 7 sijui ngapi nakumbuka. Alifanya uzinduzi, alifanyia Mido na ni alichukua ukumbi kama ukumbi na aliuza tiketi na wote walinunua tiketi na watu walioenda pale walimfuata muhusika. Walimfuata B2K. Watu wanaokuja unajua kabisa hao hapa watu 500 ndo watu wangu. Sasa hao wamekuja. Okay, kwa yule ana kipimo halisi cha mashabiki. Kama wewe uko wapi, ulikuwa au umeporomoka au bado uko pale pale. Unapima, je, wanaitika? Unaona? Kuna mwingine wakati tuko pale unapiga show, unazindua video, jamani video ndio hii hapa. Ndio yuko nje anapiga kelele, mwingine pengine amelamba kibao analia. Haujui. Na mwingine watu washahamisha gereza. Na mwingine pale ameenda ameshapitiwa na shetani hayupo. Tayari amekutana navyo, ameondoka navyo. Turudi kwenye pointi yako ya kutofautisha kati ya kushabikiana na kusapotiana. Uliligusia hilo ukasema kwamba wasanii walishindwa kusapotiana kwa siku ile, walikuwa wasanii zaidi ya 15. Mchongo haujafika hata kilo 1. Haujafika. Ukao umewaasa kwamba wajaribu angalau kusapotiana, wasishabikiane kwa sababu kila mmoja anataka daraja lile awepo juu, lakini wasapotiane angalau kuitiana mashabiki na nini na mambo mengine. Ili mambo ulikuwa unamaanisha nini kwamba ilikuwa kama nilivyokuambia mimi na yani wasanii wa muziki ni watu ambao nawazingatia kwa sababu wao mimi naona njia yao ya kutoboa ni nyepesi. Ni nyepesi kuliko bongo movie. Bongo movie, yes. Movie mimi siwezi kuandaa peke yangu nikashoot. Unaona? Hata washauri mimi wanakuwa wengi tofauti na muziki. Unaona? Mimi kuna hapa Njombe kuna mdogo wetu nani Kaisari. Kaisari ndio mtu ambaye alikuwa anaandaa ma event karibia kila mwezi, anaweza kaandaa kila wiki na watu wakaja. Naona? Kwa nini alikuwa anaweza? Kuna kipindi akawa anaandaa event anawaambia kabisa, jamani wasanii msije. Kama hamna hela msije. Kwa nini? Hataki waje wasanii kwa sababu sio mashabiki zake. Yaani nikakwambia hata Snera kuna siku akasema mimi simshabiki msanii yoyote, iwe Njombe iwe Tanzania. Hawa ni watu ambao yani tuko tunakimbizana. Yaani kila mmoja anatafuta upenyo, anatafuta mwenzie azubae yeye aende. Unaona? Siwezi kuwa shabiki wa mwenzangu. Na maana mimi nachonga je mwenzangu aende mimi nibaki? Okay. Unaona? Kwa kumbe Kaisari alishawahi kutoa hiyo kauli kwamba bwana alishawahi toa na watu walimind kwamba usije. Na watu wakasema hawaji, achana na huyo. Kavo. Kavo nakumbuka hadi mimi mwenyewe nikasoma ile ujumbe nikarudia mara 2. Wasanii siwataki kwenye event yangu, siwataki. Lakini sisi mwaka jana tulisema kwamba kama hujalipia kadi usingae ukumbini. Nyinyi mna ujasiri huo. Wasanii wote wao na ujasiri huo. Haijalishi mtu anakuja yeye ni DJ kwa sababu kwenye event yako hujui watu wangapi wanamuona. Unaona? Okay. Yeye ni presenter, yeye ni MC, yeye ni nani na nani, wote lazima walipe, ndio support yenyewe. Okay. Unaona? Mtu anasema hivi sitaki wasanii waje kwa sababu wasanii wakija wengine wanakuja wanakuja kuzuia njia. Okay. Imagine msanii akija amekuja kichwa sababu wewe unaweza kaja msanii mwingine ni jamaa yako. Mimi wewe una show waweza kaja huyu ukaona mlangoni pale anagombeza bwana usiingie ndani hujalipa kiingilio. Siji mara ngoja nikaulizie kule kama akuruhusu ingia au usiingie. Mimi nyimbo ya kwanza ya B2K anazindua ile nyimbo alifanyia Wasafi. Ilikuwa inaitwaje ile nyimbo? Sijui ni wewe. Tunaendana. Achana na hiyo. Kuna nyimbo alifanyia Safi alizindua pale Makambako kumbi moja pale. Mimi nilienda. Tena kiingilio nilitaka kumtumia yeye mwenyewe nikamwambia nitume hapa, akasema brother wewe kama natoka njoo. Nikaanza amna mimi lazima nilipe hela. Ndio support yenyewe. Okay. Yaani support haishi mimi kutoka hapa niende Makambako nikaingia tu kuangalia hivi ndio support. Mimi nasaidia nini? Mzee watatu hapo umeelewa? Sasa nataka nikuulize swali moja kwenye matukio ya wasanii.
Kwa mfano mimi naandaa uzinduzi, nimechukua ukumbi wangu fresh. Wasanii wa Njombe unakuta robo tatu ya waliokuja ni wasanii. Yaani kama watu wako 200 basi 150 ni wasanii. Na wasanii tunajuana. Kwa vilemba. Tunajuana vizuri. Tunaongea lugha moja. Anaeleweka. Wasanii si ni familia. Nikuulize swali dogo tu kwamba mfano tukichukulia event ya juzi ambayo ndio tunaizungumzia sana ya Avant Boy ambayo ndio ya moto sana. Ukumbi alipewa bure, wale watu walikuja waliingia bure, lakini bado mwitikio katika utoaji kama kumsupport ukao unasuasua. Kwa vitu kama hivyo msanii anafaidika na nini sasa? Kwamba ameandaa labda event imetumia gharama na nini lakini bado watu wameingizwa bure, kumsupport pale inakuwa shida. Yeye anafaidikaje? Matukio kama yale kwa msanii wa Njombe mimi naweza kusema hautaki kufanya. Hautaki kufanya kwa nini? Hata wasanii wakubwa wanaofanya event za bure ni wachache sana na wanasema kabisa nataka kurudisha kwa jamii. Ndio? Baada ya kufanikiwa. Kama juzi na mafanikio kweli yanaonekana. Kama juzi hapa kuna yule yule wa Shinyanga anaitwa Bando. Alifanya ile show ya Bando la jamii. Asilimia kubwa watu wanaingia bure kwamba lengo anasema kabisa ni kurudisha kwa jamii. Yeye support anayeomba anaomba kwa watu ambao sio wasanii, na wasanii wanaokuja nawaomba yeye. Support anaomba kwa wadau. Achana kabisa na mashabiki. Mashabiki wa kawaida wanaingia bure. Yeye anaomba kwa watu wamsupport yeye kama bwana inataka kurudisha kwa jamii. Kitachopatikana hapa naweka huku na huku. Lazima useme kitakachopatikana na kifanya hivi na hivi na hivi. Ndio matukio ya bure kama yale. Sasa wasanii wa Njombe una mafanikio gani uandae event ya bure? Mimi naenda kwenye event ya bure. Nichukue kwa sababu pale kwenye uzinduzi walitoa keki. Jamani keki mchangie hivi na hivi na hivi. Mimi nimeenda kwenye event ya bure, nimeingia bure. Nitakuwa na hela ya kuchangia? Ngumu. Kipi bora? Mtu atoe kiingilio? Bora atoe kiingilio au alipie keki? Alafu kulipia keki kila anayeingia analipa kiingilio. Keki sio lazima. Kwa nikasema lazima ule keki na ulipe gani? Kwamba lazima ulipe 20,000. Uweke hata kiingilio 2,000 kwamba wote hao 300. Ina maana hapa tayari na laki ngapi? Sasa watu wameingia bure. Keki utaanza kuforce. Na watu wanalipa hela ule keki. Na watu wako vyombo tayari. Watu wapo ngimbi. Akisha changamka. Bwana Ankoji, najua kwamba Brown hata tukisema tupige na story paka pakuche. Tutachemsha hapa. Hapa tumalize. Mzee wa haraka huyu. Mzee wa haraka huyu. Mimi naomba tumpe nafasi ajaribu kutoa ushauri japo kwa ufupi sana kwa wadau wa muziki alafu kwa wanamuziki wenyewe. Yaani pande hizi mbili tu kwa sababu kuna wadau wa muziki wameshakata tamaa hata kuomba support. Atoe tu ushauri kwamba wafanyaje ili kuwa support wasanii wao nyumbani. Lakini pia atoe ushauri angalau pia kwa wasanii wafanyaje ili kurudisha pia imani kwa wadau wao waweze kusapotiwa ili muziki angalau unyanyuke. Yaani hii tunaitwa upatanisho. Mimi kwa wasanii cha kwanza yani wajiulize wafanye yani wanafanya uchunguzi kabla ya tukio. Mimi nilipenda sana siku ya asili yetu. Nilikuwa naona kwenye group inapostiwa jamani mtapata supu, mtapata kuku. Kuna na cocktail, kuna wine, kuna yani vinywaji vya kila jamani. Nasisitiza msile nyumbani. Kajua wale. Picha. Picha. Si kama kawaida. Nashukuru nilipoenda kila kilichoandikwa nilikutana nacho. Na mimi sio mvivu wa kusema ukweli. Ankoji nilimwambia kwamba bwana mimi nashukuru bwana. Sio kwa ajili yangu tu hata kwa ajili ya wengine mwaponya mioyo kwamba ulichoahidi hakuna kilichopelea. Yaani kama watu kiingilio walilipa 20,000 wamepata kitu ambacho ilibidi walipe 50,000. Unaona yani wampitiliza mipaka. Kwa hiyo wasanii yani wafanye uchunguzi. Mimi nataka kuzindua video. Wangapi waliwahi zindua? Walifeli wapi? Kipi watu walikipenda kwenye hizo zinduzi? Walipita wapi? Yani walipataje wadhamini? Walipata wapi hela? Unaona?
mtu alifanyia party agreement. Inawezekana ni ukumbi wa gharama. Alifanyaje? Uliza, chunguza, yani wajipe muda. Yani kama tukio linahitaji, yani ili uambie watu inabidi miezi 3 kabla, si ndio? Wewe jipe miezi 3 nyuma, chunguza, zunguka huku na huku, kufuatilia wao wanafanyaje. Unaona? Ukishajua wanafanyaje ndio uingie sasa. Unakifanya kitu ambacho yani kichwani umeshajenga kwamba nitapita humu, tukio linaweza likawa kama aina fulani. Unaona? Kwa upande wa wadau sasa. Wadau, mimi niwaambie wasanii wa Njombe hao. Wadau Njombe wapo wengi sana. Ni wengi mno. Na ni watoaji. Yaani hii kauli ya kusema sijui watu Njombe sijui wametingwa na viazi, sijui wametingwa na mbao na nini sijui maparachichi, ni kauli ambayo haina kweli. Okay. Sisi zamani tulikuwa zamani wakati sanaa ya filamu imechangamka, tulikuwa tunafanya filamu, tunaomba udhamini wa labda mavazi, location zile kubwa kubwa, labda tumechukua wasanii tunaomba kwenye maloji humo, tunaomba walale, tunapata free kabisa. Free tu, mnaenda kushia kwenye nyumba yake, mfanyakazi anawapikia chakula, mnakula. Watu wasio walikuwepo, wapo mpaka saizi wapo. Isipokuwa sasa wasanii wetu, wewe kuna wasanii lazima mimi najua mnawajua, ambao watu walitoa hela. Mimi naenda kwa mdhamini, nasemaje, mimi naomba labda hoteli yako nishutie nyimbo bana, hoteli hapo unahitaji nini, unahitaji vyumba vingapi labda hivyo hapo unashuti mwaka huu, video miaka 2 mbele haipo. Kuna msanii mmoja familia kabisa aliwahi zindua sijui album, sijui sielewi mimi alizinduaje. Album imezinduliwa siku 3 mtandaoni haipo. Hapo wadau watakuja? Hapo ni ngumu. Hawezi kuja. Na wewe utavoenda wewe msanii sasa ambayo una ramani zako kumechora zimechoreka vizuri, unajua kabisa zitaenda vizuri, ukienda mtu anapiga flashback. Na mpombavu mmoja aliwahi kuja, ilikuwa hivi na hivi bana. Nani album imezindua jana, iko wapi? Mtandaoni haipo. Jana ndio imezinduliwa. Yaani inabidi muda huo iwepo. Ndio? Haipo. Na location zangu nimekupa, umeshutia, siki magari nimekupa, hela nimekupa, utamwambia nini wewe? Bora haija itoke hata baadaye, haijatoka. Na zipo nyingi video, mtu ameomba nyumba, umeshoot filamu haijatoka. Mlienda kuomba mchunguze nyumba za watu. Bwana, sisi tunashukuru sana. Bwana Brown, shukrani sana. Umetema madini ya kutosha. Mzee wa tatu, tunaamini kwamba mwenye kusikia amesikia. Kwa hiyo kazi wasanii sasa ni ushauri. Na nimesema sisi hatutachoka kukosoa, hatutachoka kutoa maelekezo, hatutachoka kupongeza kile kizuri tunachokiona, kwa sababu lengo letu ni kuwapa big up wale wanaofanikiwa hata kwa kiwango kidogo, lakini pia kuwakosoa wale wanaeboronga ili wajifunze kwa waliofanikiwa nao watembee. Okay. Bwana, mimi sina la ziada. Shukrani. Tuna imani wasanii wamesikia, watatofautisha sehemu wakati wa maandalizi ya uzinduzi wa video. Tukutane kwenye kumbi ambazo mimi kama mimi natoka nyumbani na mfuata. Lakini nikienda kama zile sehemu nitakutana na mimi nataka nikivaa suti yangu ile ya sukari ionekane. Sasa ukienda ile sehemu Brown amesema shetani anakupitia alafu unapotea kusikojulikana. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba tunakuwa tumeachana njia panda. Mimi sina la ziada bwana. Shukrani sana kwa wewe mdau ambao ulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Heka inakomea kwa hapa. Hakikisha tu kwamba umeingia katika channel yetu bora kabisa ya Asili Yetu TV, una subscribe, una like, una share, alafu mambo yanakuwa safi, tunaungana kama familia, tunakuwa tunapata vitu kama hivi kutoka Asili Yetu TV. Naitwa Mzee wa Tatu, mpaka mara nyingine tena, asante.